Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa kuidhinishwa kwa makubaliano yanayopendekezwa ya ushirikiano wa nyuklia kwa matumizi ya kiraia kati ya Marekani na Saudi Arabia kutategemea iwapo Saudi Arabia itaitambua rasmi Israel, akisema hatua hiyo ni sharti muhimu kabla ya Washington kutoa idhini ya mwisho ya mkataba huo. Kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wake wa kijamii, Trump alisema makubaliano hayo yanahusu ushirikiano wa nyuklia kwa matumizi ya kiraia kati ya Wizara ya Nishati ya Marekani na Saudi Arabia. Alisema kwa mpango huo unalenga matumizi ya amani pekee, ikiwemo uzalishaji wa umeme, maendeleo ya kisayansi, teknolojia na sekta nyingine za kiraia, na hautahusisha urutubishaji wa uranium au shughuli zozote zinazoweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia. Trump alisema wazi kwa Marekani itaendelea kuunga mkono matumizi ya teknolojia ya nyuklia kwa madhumuni ya kiraia, lakini haitaruhusu ushirikiano wowote ambao unaweza kuongeza hatari ya kusambaa kwa silaha za nyuklia. Alisema kuwa shughuli zote zinazoruhusiwa chini ya makubaliano hayo zitakuwa chini ya masharti makali ya usalama na usimamizi wa kimataifa. Katika ujumbe wake, Trump alieleza kwa makubaliano hayo yanafanana na mikataba ambayo Marekani imewahi kuingia na mataifa mengine kuhusu matumizi ya nyuklia kwa shughuli za kiraia. Hata hivyo, alisema mkataba na Saudi Arabia una kipengele muhimu cha ziada ambacho ni sharti la Saudi Arabia kuitambua Israel kwa kujiunga na makubaliano ya Abraham Accord kabla ya makubaliano hayo kuidhinishwa. Rais huyo aliyasifu makubaliano hayo ya Abraham Accord, akiyataja kuwa ni miongoni mwa mafanikio makubwa ya kidiplomasia yaliyowahi kufikiwa katika Mashariki ya Kati. Alisema makubaliano hayo yamewezesha mataifa kadhaa ya Kiarabu kuanzisha mahusiano rasmi ya kidiplomasia, kiuchumi na kiusalama na Israel, hatua ambayo kwa mujibu wake imechangia kupunguza mvutano wa kikanda na kufungua fursa mpya za kibiashara, uwekezaji, teknolojia na ushirikiano wa kiusalama. Trump alisema kuwa kujiunga kwa Saudi Arabia katika makubaliano hayo kutakuwa hatua ya kihistoria kutokana na nafasi ya ufalme huo katika ulimwengu wa Kiarabu na Kiislamu. Kwa mtazamo wake, hatua ya Saudi Arabia kuitambua rasmi Israel inaweza kubadilisha kwa kiwango kikubwa mwelekeo wa siasa za Mashariki ya Kati na kuhamasisha mataifa mengine ambayo bado hajaanzisha uhusiano rasmi na Israel kufanya hivyo. Kauli hiyo pia inaonyesha kuwa utawala wa Trump unalenga kuunganisha masuala ya usalama wa kikanda, diplomasia na ushirikiano wa nishati katika mkakati mmoja. Badala ya kuidhinisha makubaliano ya nyuklia pekee, Washington inaonekana kutaka kutumia makubaliano hayo kama njia ya kuhimiza Saudi Arabia kuchukua hatua za kisiasa za kuitambua rasmi Israel, jambo ambalo limekuwa likijadiliwa kwa miaka kadhaa lakini halijafikiwa kutokana na masuala mbalimbali ya kikanda, hususan mgogoro wa Israel na Palestina. Kwa upande wake, Saudi Arabia imekuwa ikihitaji kuendeleza mpango wake wa nyuklia kwa matumizi ya kiraia ili kukidhi mahitaji ya nishati yanayoongezeka, kupunguza matumizi ya mafuta katika uzalishaji wa umeme na kusaidia utekelezaji wa mpango wake wa maendeleo wa njozi ya mwaka 2030. Hata hivyo, swala la kuruhusiwa kurutubisha uranium ndani ya Saudi Arabia limekuwa mojawapo ya hoja zenye mjadala mkubwa katika mazungumzo yake na Marekani. Iwapo makubaliano hayo yatafikiwa kwa masharti yaliyowekwa na Trump, yatakuwa miongoni mwa hatua muhimu zaidi katika uhusiano wa Marekani na Saudi Arabia katika nyanja za nishati, usalama na diplomasia. Wakati huo, sharti la Saudi Arabia kuitambua rasmi Israel linaendelea kuwa moja ya masuala yenye uzito mkubwa wa kisiasa katika Mashariki ya Kati, likiwa na uwezo wa kuathiri mwelekeo wa uhusiano wa kikanda pamoja na juhudi za amani katika eneo hilo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.